Ugumu wa maisha watajwa kama chanzo cha waumini kupungua kwenye baadhi ya makanisa. Ukanda wa Gaza kukabiliwa na balaa la njaa. Na katika michezo na burudani, michuano ya ligi ya Media Day Chuo Kikuu cha Iringa kuanza rasmi Jumamosi hii katika viwanja vya Kigonzile. Habari mtazamaji wa UoI Digital. Karibu katika taarifa ya habari itakayosomwa kwako nami Telesia Chalamila. Mchungaji advocate Dr. wa kanisa la TAG kata Igereke mkoani Iringa, Given Lemwai, ameeleza namna mahudhurio ya waumini makanisani yanavyopungua kutokana na sababu mbalimbali zinazowakumba waumini hao, huku akitoa sababu zinazosababisha watoto kutotimiza ndoto zao hasa wakiwa shuleni. Mwanahabari wetu Angelina Mbunda ana undani wa taarifa hii. Ameyasema hayo akiwa katika kanisa la Tanzania Assembly of God kwa sababu nyingi zinazowafanya waumini kuto kuhudhuria makanisani kwa wingi. Ni pia na nyakati ngumu za kimaisha wanazozipitia. Kwanza nimesema wanajipenda mwenyewe kuliko kupenda Mungu. Ya pili ni kwamba ukuaji ama kuongezeka kwa maarifa duniani kwa maana ya teknolojia au tehama, lakini nyingine ni uvivu wa mtu mwenyewe kutotaka kujifunza na kutotaka kusikia. Hii sababu katika nyingi hizi naona ni za msingi kwamba ndizo zinaweza kufanya watu wengi ama shuleni, chuoni, makanisani, nyumba za ibada wasifike kwa sababu ya hizo, na wanafanya visingizio vya kutokumwabudu Mungu kwa sababu tu anadhani kwamba ameridhika na kile anachojifunza kupitia kwenye mitandao ya jamii na kutokumpenda Mungu kihalisi. Pia ameeleza sababu zinazowafanya watoto kuto kutimiza ndoto zao, hasa watoto wa kike ambao wapo sekondari na wale ambao wapo vyuoni. Epusha na makundi ya watoto ambao hawana haja ya kusoma, epusha na makundi mabaya, lakini pia na kuhakikisha kwamba wanazingatia kile ambacho wazazi wanawaelekeza, walimu wanaelekeza, wanaweza kufikia ndoto zao pia, kwa sababu wanakuwa wasikivu wa kile inachojifunza na kuwa makini kabisa kwenye mambo haya. Kwa upande wa muumini wa kanisa hilo ambaye pia ni katibu wa kanisa hilo, Peter Mkwawa, ameeleza zaidi ufafanuzi juu ya sababu zinazowafanya waumini kuto kuhudhuria kwenye ibada makanisani kama vile uchumi na kadhalika. Kitu kinachosababisha sasa hivi watu washuke kufika makanisani kikubwa ni uchumi. Huo ndio kitu cha kwanza naweza nikasema, uchumi unawasababisha watu wengi kutopenda kufika kanisani kwa sababu wametingwa na shughuli za kutafuta riziki. Vile ameeleza sababu zinazowafanya watoto kuto kutimiza ndoto zao, hasa watoto wa kike wakiwa mashuleni, kama vile kupata mimba wakiwa mashuleni na vingine vingi. Pia anaweza akatimiza ndoto zake iwapo ametoka kwenye msingi ule ambao ameelekezwa na wazazi, ambao wamejua kwamba huyu mtoto wetu anaweza kufika mahali akafanikiwa katika haya na yale. Naam, na hivi ndivyo mchungaji Given wa kanisa la TAG alivyoeleza kuhusiana na waamini kuto kuhudhuria kwa wingi katika makanisa ya ibada. Nikiripoti kutoka katika maeneo ya viunga vya Chuo Kikuu cha Iringa, mimi ni Angelina Mbunda wa UoI Digital. Taarifa yake Angelina Mbunda inatukamilishia habari za kitaifa. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za biashara na uchumi zitakazoletwa kwako na Elina Kaboga. Waziri Mkuu wa serikali ya wanafunzi Fadhil Laizer ameeleza jinsi serikali inavyofaidika na wafanyabiashara wa nje na ndani ya chuo, hasa wakati wa matukio ya usiku, kwani kuna ada ambao wao wanalipia ili kufanya biashara hizo. Tunafaidika na mambo mengi ukizingatia kwamba hii ni taasisi, kiachana na serikali ya wanafunzi, ni taasisi iliyopo ndani ya taasisi kubwa ya Chuo Kikuu cha Iringa. Na lengo kubwa pia la Chuo Kikuu cha Iringa kwa kushirikiana na hizi taasisi ndogo zilizopo ndani ni kuhakikisha kwamba tunaimarisha mahusiano ya watu wa nje na hata waliopo pia ndani. Kivipi? Kwa watu wa nje ni wapi? Moja, kuna community ambao wao ni wale watu tu wa kawaida ambao wanafanya shughuli zao ndogo ndogo, aidha kwa wanafunzi au wao kwa wao. Lakini ni wadau wetu wakubwa kwa sababu wamebeba taswira nzima ya Chuo Kikuu cha Iringa. Lakini pia watu wengine ni wafanya biashara.
lakini na serikali kwa ujumla ya nchi. Kwa hiyo kwa wafanyabiashara tunafaidika kwa namna gani? Moja, tunafaidika kwa sababu wao kwanza wanakuja kufanya biashara kwa watu wetu, ikiwa na maana kwamba wanarahisisha zile huduma ambazo watu walikuwa wazifuate nje, kwa sababu kwenye matukio hatuwezi kuofa kila kitu. Mfano nakupa si halisi. Anaweza akaja pale tukamchaji either 50,000 au 100,000. Ile 100,000 inaenda kusaidia michakato ya tukio lile. Kwa mfano tunaweza tukaongezea kwenye hela kukodisha muziki, tunaweza tukaongezea labda kwenye hela za kukodisha matenti. Umeona? Kwa hiyo kuna namna inarahisisha kutokana na uwepo wao. Naye mfanyabiashara Ruben Moses amesema furaha yao ni kuwahudumia wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Iringa, kwani kwao hiyo ndio fursa yao ya biashara, na anaomba uongozi wa serikali ya Chuo Kikuu cha Iringa kutoa huduma nzuri kwa wanafunzi ili wapate wanafunzi wengi, kwani wao wanategemea wanafunzi katika biashara yao. Ni kwamba tunafurahia kwanza kutoa huduma kwa wanafunzi wenzetu ambao wanaendelea kusoma, wadogo zetu, lakini pia sisi wenyewe kujiendeleza kimaisha. Tunaendelea tu kutoa huduma bora, elimu bora, kwa sababu sisi tunategemea wanafunzi ili kuendelea kufanya biashara. Kwa hiyo tunategemea jinsi ambavyo tunazidi kuwepo wanafunzi wengi, basi na sisi ndipo tunaendelea biashara zetu ziendelee kuwepo. Kwa hiyo tunatembea mema ili kufanikiwa, kila kitu kiende sawa. Kwa upande wake, Ima Yosan, mfanyabiashara wa ndani ya chuo, amesema kuwa wanapata wateja wa chuo kikifungua, lakini changamoto ni kupishana bei na wanafunzi, kwamba wanaitaka bei wanayoipenda wao, na anasema kuwa anaomba uongozi wa Chuo Kikuu cha Iringa kupunguza bei ya kodi ya ali. Unakutana na mwanafunzi, unabishana bei, inatulazimu tushuke chini kabisa kwenye masuala ya bei. Uongozi kama unaweza ukatutazama kwa jicho la tatu, ujaribu kuona namna gani unaweza ukatupa nafasi zaidi ya kufanya kazi maeneo haya. Kwa namna nyingine naweza nikazungumzia kwamba wajaribu kuangalia jinsi ambavyo wanaweza wakatulegezea masuala ya kodi, kwa maana ya umeme na aidha hata kodi ya ardhi pia kidogo imekuwa kubwa mno, kwa hiyo inatupa changamoto kuweza kuhimili, na ukizingatia na bei ambazo au biashara ambayo tunafanya hapa na faida tunayopata. Kwa hiyo kama ombi langu kwa uongozi, wakijaribu kuliangalia hilo, nafikiri itakuwa nzuri sana. Haya ndio maoni tuliyopokea kutoka kwa Waziri Mkuu wa Chuo Kikuu cha Iringa pamoja na wafanyabiashara wa Chuo Kikuu cha Iringa. Nikiripoti kutoka viwanja vya stationari, ni mimi Elina Kabogo wa UoA Digital. Asante sana Elina Kabogo kwa habari za biashara na uchumi. Na sasa ni wasaa wa anga la kimataifa, na tutakuwa naye Grace Matiku. Uhaba wa chakula katika ukanda wa Gaza umekuwa changamoto kwa wakimbizi na wakazi waliopo. Hii ni baada ya shirika la chakula WFP la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia wakimbizi kutoka Palestina kumaliza chakula na nafaka zilizokuwepo. Chakula hakipatikani kirahisi huku Gaza kwa familia hizi za kimaskini, japo chakula kipo njiani, ambapo ni mchanganyiko wa dengu, wali na mchuzi wa tomato. Kimepikwa kwenye shirika la misaada, ambapo chakula hicho kitaliwa na watu takriban 6,000. Samil Matara anasema wanafanya kila liwezekanalo ili kupata chakula. Hapo awali tulikuwa tunakula wali nyama, na sasa hakuna aina yote ya mboga inayoingia Gaza. Watu wanategemea nyama kutoka kwetu, lakini Israel ilizuia mizigo yote kutoka Gaza miezi 2 iliyopita na kurudia kuendeleza mashambulizi yake. Hapo awali chakula kilikuwepo kingi baada ya mashambulizi mwanzoni mwa mwaka. Sasa chote kimeisha. Tulikuwa tukipokea takribani maloli 100 kila wiki, na sasa hakuna chochote kwenye bolali letu. Na katika muda wa wiki 2, jiko la jamii la Gaza linalotegemewa na wengi litafungwa. Kama hali itaendelea hivi na mipaka kufungwa, basi Gaza itakumbwa na bala la njaa tena. Almawasi ni moja ya kambi ya wakimbizi wa ndani. Hali ya hapa ni ngumu na inazidi kuwa ngumu. Mwanaume huyu amekuwa akitafuta mkate bila mafanikio yoyote, na sasa anaweza kulisha familia yake ya watu 7. Lakini pia wengine wameshukuru kwa chakula hicho. Wakati huu hali sio nzuri na hakuna gesi ya kupikia wala chakula, kwani na kusanya majani ya kuashia moto ili tunywe chai. Asante sana Grace Matiku kwa habari hizo za kimataifa.
Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari kutoka hapa UoI Digital. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za michezo na burudani zitakazoletwa kwako na Monica Agrey. Nikusihi endelea kuwa nasi. Kamati ya michezo chini ya Press Club Chuo Kikuu cha Iringa imefanya kikao cha maandalizi ya ligi ya Media Day itakayoanza tarehe 10 Mei 2025 siku ya Jumamosi katika uwanja wa Kigonzile. Mwenyekiti wa kamati ya michezo Agrey Yeremia amezungumza kuhusu ujio wa ligi hiyo na ratiba kwa ujumla namna itakavyokuwa. Pia ni kwa upande wa wanaume na mashindano yatakuwa kwa njia ya pass. Diploma pamoja na certificate tutakuta timu moja kama NDP, lakini pia mwaka kwanza pili na watatu kwenye kundi DP watakuta timu zao na kujumuishwa kwa timu zote nne. Kwa hiyo michuano hiyo itaanza siku ya tarehe 10 siku ya Jumamosi hii na michezo miwili kwanza ukipigwa viwanja vyote hivi vya Kigonzile, lakini pia baada ya Jumapili tena itapigwa na hatua ya mzunguko utamalizika wiki inayofuata, siku za wiki inayofuata, weekend moja ya msimu mmoja wa kukamilisha makundi. Baada ya hapo tutasubiri siku ya 24 asubuhi kuweza kucheza mchezo wa fainali. Pia amezungumza kuhusu mipango ya kurejea kwa michezo kwa upande wa wanawake. Dada ni mchakato wa shaanza, tuko mchakato wa kuweza mashindano kuweza kutengeneza timu mbili na tatu za dada kwa upande wa volleyball ama netball ili kuweza siku hiyo ya Media Day siku ya 24 mara baada ya kutoka uwanjani basi bonanza letu itaishia katika viunga vya volleyball au netball kuweza kushuhudia na nao pia wakifanya kitu chao. Na wawakilishi wa timu zitakazoshiriki ligi hiyo wamezungumza kuhusu mapokezi yao ya kuelekea katika michuano hiyo ya ligi ya Media Day. Na wasi mashabiki wa timu yetu ya Bajiwani wajitokeze siku ya Jumamosi, tutakuwa na mechi majira saa 2:30. Hivyo na wasi sana na imani Mungu akisaidia mbuzi tutachukua sisi na tutakuwa mabingwa. Kwa zaidi ni maandalizi tu ambayo sisi kama wanafunzi wa mwaka wa 3 ndio ambao tunatarajia kuyafanya kwa ajili ya kuweza kushiriki mashindano hayo pasina kuwa na changamoto yoyote. Na hayo ndio maoni yaliyotolewa na viongozi pamoja na wawakilishi wa madarasa kuelekea Media Day. Nikiripoti kutoka hapa Chuo Kikuu cha Iringa, ni mimi Monica Agrey, UoI Digital. Mtazamaji, kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, tujifunze lugha ya Kiswahili kupitia msamiati wa leo kutoka kwake Silia Kombe. Wa UoI Digital hatuchoki kujifunza lugha ya Kiswahili kupitia maneno mapya, na maneno haya tunayaita msamiati na yanapatikana katika Baraza la Kiswahili Tanzania, yaani BAKITA. Na leo nimekuandalia neno jipya kabisa, huenda hujawahi kusikia au lilisikia lakini haukuelewa maana yake, neno sora. Twende tukajifunze kwa watu wao watakuwa na uelewa gani juu ya msamiati sora. Usiondoke na neno sora. Ushawahi kukutana nao sehemu yoyote? Haujawahi kusikia hata mtaani au hata ukiongea tukasema fulani ana tabia ya sora? Hapana. Na msamiati sora, ushawahi kukutana na hili neno sehemu yote au wewe unaelewa nini mtu akisema sora? Sijawahi. Akisema Bernardo ana tabia ya sora, hakuna kitu kinachokuja kichwani mwako, unapata picha gani? Bernardo ana tabia ya sora. Hapa atakuwa snitch. Kwa hiyo ukisikia sana utasikia snitch, msikuchoshe, nikupe maana yake. Maana yake ni mtu anayeishi na mwanamke bila kufunga ndoa. Kwa hiyo wakaka wote wanaoishi na wanawake wana tabia za sora. Wakaka wanaishi na wanawake. Unajua wanawake wote. Yaani ambao hawajaoa, hawajafunga ndoa. Wana tabia ya sora. Yaani mtu anayeishi na mwanamke bila kufunga ndoa, maana yake ana tabia ya sora. Maji lenye mwanzo halikuwa na mwisho, na hapa tumefikia mwisho wa kipengele chetu cha msamiati wa leo, na tumetoka tu kuwaona baadhi ya wanafunzi wakieleza wao wanaelewa nini. Lahasha, umejionea mwenyewe. Wengine wamesema hawajawahi kukutana kabisa na hili neno. Huenda na wewe mtazamaji wangu ni neno geni kwako, nisikuchoshe hasa nikupe maana halisi ya neno sora. Sora maana yake ni mtu anayeishi na mwanamke bila kufunga ndoa. Kabla ya kuhitimisha kipengele hiki, ningependa kuacha na sentensi kusemayo: vijana
Nami nakuacha na sentensi semayo Mzee Juma ni sora. Na hii ndio maana halisi ya msamiati sora. Mtazamaji, na huo ndio mwisho wa taarifa habari. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, nikushukuru kwa kuwa nasi mwanzo hadi mwisho. Tukutane kesho panapo majaliwa. Ulikuwa nami Telesia Chalamila, asante na kwaheri.